We thank you, mighty King. Tunakutukuza mfalme mkuu. We bless you, O God. Tunakubariki Mungu. We give you glory. Kwa utukufu. We give you honor. Tunakuheshimu. You are highly exalted. Umeinuliwa juu You sana. are a mighty one. Wewe ni Mungu mwenye You vita are kuu. great in battle. Mkuu katika vita. Indomitable warrior. Wewe ni Mungu ulinganishi. You cannot be defeated. Hauwezi kushindwa. You cannot be defeated. Hauwezi shindwa. You cannot be defeated. Hauwezi kushindwa. That is why we honor you. Ndio maana tunakuheshimu. We honor you, the Most High God. Tunakuheshimu Mungu mkuu We give zaidi. you glory. Tunakupa utukufu. Because you are our Father. Wewe ni baba yetu. Upon the workings of darkness, Juu ya kazi zote za you giza. have raised us Umetuinua. to sit together with Jesus Umetuinua Christ pamoja na Yesu Kristo. in a place of authority. Tuko kwa mamlaka. We bless you. We worship you. We exalt you. Tunakutukuza. Because we are not subject Maana sisi hatutiishi to the plans of na darkness. kazi za giza. We are winners. Sisi ni washindi. We are more than conquerors. Na zaidi ya washindi. In Christ Jesus. Katika Kristo Yesu. We are triumphed. Tumeshinda In Jesus' kwa name. jina la We Yesu. thank you, mighty God. Tunashukuru mfalme. And we bless your name. Tunakubariki jina Thank lako. you, Jehovah. Asante Yehova. Because as we stand here, Tunaposimama hapa. you are here Uko hapa. doing your will. Ukitenda mapenzi yako. Healing the sick. Ukiponya wagonjwa. Delivering the people who are bound. Ukikomboa waliofungwa. Yes, I want to thank you. Ninataka kushukuru. Because your power Maana nguvu zako of healing is here. na uponyaji The ziko hapa. power of salvation is here. Nguvu za wokovu ziko hapa. Blessed be your holy Jina name. lako So libarikiwe. I honor you, Jehovah. Tunakuheshimu Yehova. Because of Mama Kwa Esther. sababu ya mama Esther. She is healed. Amepona. She is favored. Amepona. She is preserved. Amefanikiwa. In Jesus' name. Jina la Yesu. Her entirety. Na wote. She is preserved. Amehifadhiwa. Together with her entire family. Pamoja na jamii yake kwa jumla. Her seed. Ambao wameishi. In Jesus' name. She is preserved. Amehifadhiwa. Thank you for strength. Asante kwa nguvu zako. Thank you for healing. Asante kwa Thank uponyaji. you for healing. Asante kwa uponyaji. In Jesus' name. I want to thank you, Father. Nakushukuru Baba. Because you're so for Sister Stacy. Kwa sababu ya shosho wa Yesu. Thank you because of fighting her battle. She is conquering. She Anashinda. is conquering. Anashinda. In Jesus' name. Lord, I thank you. Nakushukuru. I bless your name. Nakubariki jina Father, I lako. want to pray Nataka kuomba. for anybody else Kwa mtu mwingine who yote. needs you, oh God. Ambao wanakuhitaji leo. Because you are here. Kwa sababu uko hapa. We are assured. Tuko na uhakika. We are confident. Tuko na ujasiri. We need not to ask. Hatuhitaji You kuuliza. are our Father. Wewe ni baba yetu. We are your children. Tumesikia watoto wako. You have given us authority. Umetupa mamlaka. Blessed be your holy Jina lako name. libarikiwe. Thank you for healing. Asante kwa uponyaji. Thank you for favor. Asante kwa kibali. Thank you for favor. Asante kwa kibali. Even upon Pastor G. Hata juu ya Pastor G. In Jesus' Kwa name. jina la Yesu. Because doors are opening Kwa sababu milango for inafunguka your glory. kwa utukufu wako. Blessed be your holy Jina lako name. libarikiwe. Father, we ask you Baba tunakuomba. to speak to our hearts. Zungumza na mioyo yetu. Thank you because you're here. Asante maana uko hapa. Holy Spirit, Roho Mtakatifu, confirm dhihirisha the will of God in this mapenzi ya Mungu place mahali hapa. as it is in Jinsi heaven. ilivyo juu For mbinguni. every soul that is Kwa kila listening, nafsi ambayo inasikiza, may they be captive of the Holy Spirit. wacha watekwe na Roho Mtakatifu. Captive. Watekwe Captive of the Spirit of na Roho understanding. wa kuelewa. The grace of God. Neema ya Mungu. For the glory Kwa utukufu and honor na heshima of God Almighty. ya Mungu mkuu. In Jesus' name we Kwa pray. jina la Yesu tunaomba. Amen. 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 Let's celebrate Jesus. Chukua viti vyetu. This is a great day again. Ni siku kuu tena. It can never be lesser than great. Haiwezi kuwa zaidi ya ukuu. And so long as God is doing great Yaani things, Bwana anafanya mambo makuu by and by, siku baada ya nyingine. miracles are happening. Miujiza inatendeka. Glory is rising. Utukufu unainuka. Glory is rising. Utukufu unainuka. Day after day, Siku baada ya nyingine. glory is rising. Utukufu unainuka. I'm happy to see Maureen in the Na house kwa hiyo Bwana Maureen katika nyumba together with your baby. pamoja na mtoto We shall wake. be praying after this. Tutaomba baada ya We hii. are honored that the Lord has done it for you. Tumeshikilia kwamba Bwana amekutendea. We bless the Lord for healing. Tunabariki Bwana kwa uponyaji. We pray in this pulpit Tuliomba mahali hapa kwa madhabahu what hapa Jehovah has na done. Jehova ametenda. His name be Jina glorified. lake litukuzwe. His name be Jina glorified. lake litukuzwe. I want to thank Jesus again Nataka kushukuru Yesu tena because He's the Lord of our kwa sababu comfort. ni Mungu wa comfort yetu. Hallelujah. Haleluya. For Mama Wamboy and family, Kwa mama wangu na jamii, the Lord is your comfort.
Bwana ni faraja. The Lord is your Bwana comfort. ni faraja yetu. I bless the Lord. Nabariki Bwana. Amen. Amen. I want us to go straight to the word. Nataka tuende katika neno, But just before I bring this word, lakini kabla tu nilete hili I neno, was seated in a revival kwa nimeketi katika uvuvio fulani, where Papa was ministering. mahali ambapo Papa alikuwa na huduma. And Papa said, Papa akasema, if we come and tell our churches, tukija tueleze makanisa the yetu, churches that we minister, makanisa ambayo tunahudumu, the church belongs to God, kanisa ni ya Mungu, is the body of Christ. ni mwili wa Kristo. But I have been given Lakini to nimepewa be in charge of this church. kuwa katika mamlaka ya kanisa hili. Hallelujah. Hallelujah. And because I'm in charge, Na kwa sababu niko katika mamlaka, the grace that is operating neema ambayo inafanya kazi it is coming through from our bishop inatoka kutoka kwa askofu, as it flows to me. iteremka And kwa it comes to you people. na inawajia mimi. So it is good to say this. Kwa hivyo ni vizuri kusema hivi. Papa said, Hapa we alisema, tell the church, mwambie kanisa, the anointing that you do not honor upako ambao hauheshimu will never work for you. haitawahi kutendea kazi. It was a strong word. Ilikuwa neno kuu, neno And he zito. read the book of Matthew chapter number 13, Nasoma neno katika kitabu cha Mathayo mlango wa 13. where Jesus is saying, Mahali ambapo Yesu anasema, not to have done. Jesus is saying, Yesu alisemekana not to have done many miracles. ya kwamba hakutenda miujiza mingi, Because people kwa sababu watu did not honor who he is. hawakuheshimu aliyekuwa. Hallelujah. Hallelujah. They looked at Jesus Walimtazama Yesu with familiarity. na kuzoeana, They saw the son of a carpenter. wakaona mwana wa fundi seremala, They saw the brothers and the sisters. wakaona mandugu zake na dada And zake, they did not understand. hawakuelewa. Why is he speaking with this authority? Lakini anazungumza na mamlaka Where haya, has he gotten these things from? ametoa mambo haya wapi? Isn't he the son of the carpenter? Yeye ni mwana wa seremala, Isn't he the son of Mary? yeye ni mwana wa Maria The one who was born while we were asleep? ambaye alizaliwa tukiona. They looked at him and despised. Wakamuona na wakadharau. This is what Jesus said. Huyu Yesu akasema hivi, That a prophet na kwamba nabii has honor. Has honor. ana heshima, But not in his home lakini si kwao and his community. na katika mtaa wake. People honor the prophets Watu wanaheshimu who nabii have been sent for them. ambao wametumiwa, But people who miss it na watu ambao wanakosa are those who are in the home of the prophets, ni wale ambao wanaishi mahali nabii who anatoka, do not honor the prophets, ambao hawaheshimu nabii and they do not honor na hawaheshimu what he has. kile alicho nacho. That's what Jesus was Kwa saying. hivyo Yesu alisema, Not to have done so many kwa miracles. sababu ya kutotenda miujiza I mingi, said because people missed out ni kwa sababu watu walikosa on what the Lord was going to be doing. kile ambacho Bwana alikuwa atende. Listen, church. Katika kanisa, If the church is lacking power, kanisa ikikosa nguvu, it is not because Jesus is not doing ni it. kwa sababu Yesu hafanya, But people lakini watu have despised wamedharau the prophets. nabii. Hallelujah. Haleluya. That is why we have faithless churches. Ndio maana tuko na makanisa ambayo hayana We imani. have powerless churches. Tuko na makanisa ambayo hayana We nguvu. have miraculous churches. Kanisa ambazo hayana Those who miujiza. believe. Wanaamini tu. Those who believe. Wale manabii. Those who believe. Wale manabii. Those who honor the prophets Wale wanaheshimu nabii. will receive Watapokea. whatever is said Chochote anachosema from this pulpit, kutoka madhabahu. from this altar. Kutoka katika It madhabahu. is not in vain. Si ya bure. I wish you would understand Nadhani umeelewa. that it is beyond, Ya kwamba iko zaidi. beyond me. Zaidi yangu. It is about a Ni grace. kuhusu neema. It is about a grace Kuhusu neema. that is flowing. Kama inatiririka. And if this grace is working, Na kama neema it inafanya. has worked in me. Inafanya kazi It should kwako. work for you. It Lazima ifanye should kazi work kwako. for you. Lazima ifanye kazi If it is kwako. not working, Kama ifanye. it is because you don't Ni honor kwa sababu uheshimu the prophet in the house. nabii katika And I nyumba. want to thank Jesus. Na I want to thank Jesus. shukuru Yesu. Because I know Kwa sababu He najua does miracles. anafanya He miujiza. does miracles. You believe or you don't believe. He does miracles. For this reason, Kwa sababu hii I want to declare nataka kutangaza, the Lord is going to honor you, Mama. Bwana atakuheshimu mama. Mama Milka, you will be honored. Mama Milka utaheshimika. God is honoring you. Bwana anakuheshimu. I will celebrate that day. Nitasherehekea hiyo siku. The Lord will honor you. Mungu atakuheshimu. The Lord Bwana will honor you. atakuheshimu. The Lord will honor you. Bwana atakuheshimu. I have no doubt about that. Sina Don't care how it will happen. sina
issue yoyote kuhusu hiyo. Na sijui itafanyika vipi. But it will happen. Lakini itafanyika. For the glory of Kwa Jesus. utukufu wa Yesu. It will happen. Itafanyika. For the glory of Kwa God. utukufu wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. I was saying something. Nilikuwa nasema jambo. I was saying, Nilikuwa nasema honor the prophet. heshimu nabii. Because if you don't honor the prophet, Kwa sababu sipo mheshimu nabii, the anointing upako will not work on you. hautakufanyia kazi. And you don't struggle when it is about the grace. Na haungangani wakati inahusu neema. Grace forces you to obey. Neema inasababisha wewe kutii. Grace forces you to leave so many things. Neema inasababisha kuacha mambo mengi. You know what was happening during the week? Ilikuwa inatendeka katikati ya wiki. We had very tight schedules. Tuko na mpangilio tulioshikana sana. We had. Tulikuwa nayo. And you know when it was announced that Papa is coming to the city, Na ilipotangaza kwamba Papa anakuja and Nairobi, I got the invitation. na nikapopata kualikwa, You know, I told Bishop, nikamweleza askofu, with or without the exams that I have to sit for, pamoja ama kusikue na mtihani ambao nastahili kufanya, I must go for that meeting. lazima niende mkutano Because I honor kwa sababu naheshimu that grace neema hiyo that has taken me this far. ambayo imenipeleka mbali. And I told Bishop, Na nikamwambia askofu, I know you have a meeting. najua uko na I mkutano, know you are the lead. najua wewe ni kiongozi, And there are crucial plans na kuna mipangilio that you're planning. ambao umepanga, But I ask you, lakini nakuomba because of this kwa invitation, sababu ya kualikwa huku, cancel that plan. shuhudia mbali hiyo And gharama. if it cannot be cancelled, Na kama haiwezi kutiliwa leave mbali, somebody else to do what you're supposed to do. achia mtu mwingine afanye kile unastahili kufanya. Appoint somebody else. Msimtafute mtu mwingine, But be in the meeting. lakini kuwepo katika And mkutano. let me tell you, Wacha nikwambie, it was not in vain. haikuwa bure, It was not in vain. haikuwa bure. I honor the grace. Naheshimu neema, The grace has worked for me. neema imenifanyia kazi. I got a call yesterday Nikapigiwa simu jana that sounded very horrible. ambao haikuwa nzuri sana, And whoever was calling me na yote aliyekuwa told me, kinipigia "Let's listen, Purity. I don't want to hear anything about you." akaniambia, sikiza Purity, sitaki kusikia chochote kuhusu, And he said, "I want you to come, we meet and talk." na tunataka uje tukutane tuzungumze. For the first time I went to meet him, I've never met him. Na mara ya kwanza nikaenda kukutana naye, na sijawahi kukutana, And I went. na nikaenda. And instead of being told what he was saying, Na baada ya kueleza kile walikuwa nasema, he asked me, "Did you come with a car?" akaniuliza umekuja na gari? I said, "Yes." Akasema ndio. He told me, "Get into your car. Akaniambia ingia katika gari Follow lako, me. nifuate, We are going to places. tunaenda mahali, We went places. tutaenda mahali pengi. Me together with the person I went Mimi with. pamoja na yule tuliyekuwa na yeye, Together with his team. He had a team. pamoja na kikundi, alikuwa na kikundi And fulani. he took me from one premise to another. Akanitoa katika sehemu moja kwenda nyingine, From one place to another. kwenda sehemu moja tena kwenda He nyingine. told me, "Purity, Akaniambia Purity, you are in charge." wewe ndio uko You are in mahali charge. ukosekana. And you know, whatever was planned, Chochote ambacho kilipangwa was turned around. ilibadilishwa, Was turned around. igeuzwa, Because Papa said, kwa sababu kama alisema those people here hao watu hapa who are in business, ambao wako kwa biashara and I honor this anointing, na wameheshimu upako huu, things are going to happen that will surprise you. mambo yanayotendeka ambayo And yatakushangaza. that is what happened Na yesterday. vingine vilitendeka I jana, was surprised. nilishangaza. The devil wants to threaten me. Shetani anataka The kunishtua, devil wants to sound like you are defeated. Shetani anataka kuonyesha kwamba And nimeshindwa, what was said was not true. na kwamba kilichosemwa But I hakikuwa believe, kweli. I believe Niliamini the word of the prophet. neno la nabii, And when I believe, na I nilipoamini don't care what the devil is doing. nitaishi shetani anafanya I nini. know Najua it will end in praise. It will end with praise. itaisha na sifa. Hallelujah. 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 Am I talking to somebody? Today I'm careful not to sound like I'm proud. Leo niko makini nisieleweke I'm kama only giving a testimony. nilikuwa napeana tu It's shuhuda. not pride there. Si God kiburi. have mercy on Mungu ni me. rehemu. Hallelujah. Hallelujah. But you know, testimony Lakini shuhuda will make you know there is a God. inakusababisha kujua kwamba Even Jesus, hata Yesu as he healed, he alipoponya told them, "Go, aliwaambia nendeni, tell it. akamwambia Go tell it to the king." nenda mwambie mfalme. And sometimes he said, "Don't." Na wakati mwingine anasema But msiseme. of course, you cannot keep silent. Lakini hauwezi nyamaza. When the Lord has done it, Ukitenda that fire, hiyo you moto always want to come out. unataka itoke nje. Hallelujah. Hallelujah. People must know Watu lazima wajue there is a real God. kuna Mungu wa kweli. A real God. Mungu wa kweli. It's not an imaginary God. Si Mungu wa kufikiria.
kadhaa, because the Lord told me to teach kwa sababu Bwana aliniambia nifunze the heavenly language, lugha ya mbinguni, the heavenly lifestyle. Mtindo wa mbinguni. Mtindo wa mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. The heavenly language, lugha ya mbinguni, the heavenly lifestyle, na mtindo wa mbinguni, the heavenly attitude. na tabia ya mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So today I want to talk about something small. Kwa leo tunataka kuzungumza kuhusu jambo ndogo kidogo. The Bible says in chapter number 5, verses number 7. Katika kitabu cha Mathayo 5, That is the introduction. hiyo ni utangulizi. Verses number 7. Mstari wa 7. Blessed are the merciful, Nasema heri wenye rehema, for they will be shown mercy. maana hao watapata rehema. Hallelujah. Hallelujah. Blessed are the merciful, Heri wenye rehema, for they shall be shown mercy. maana hao watapata And rehema. as I started this topic, Na nilipoanza mafunzo I haya, repeated that again. nilirudia tena That ya Jesus kwamba Yesu was not talking to the non-believers. hakuwa anazungumza na wale wasiookoka, He was talking to those he chose. alikuwa anazungumza na waliochaguliwa. He chose them Aliwachagua and called them na akawaita to be with him. wawe pamoja naye. Hallelujah. Hallelujah. To be with him. Wawe naye. And so these people Na kwa hivyo hao watu are the people I'm addressing ndio today. watu ambao wanazungumzia leo, People who have been chosen. watu ambao wamechaguliwa, People who have been watu called. ambao wameitwa. Hallelujah. Haleluya. They have been chosen. Wamechaguliwa, They have been called. wameitwa. And if you are for the kingdom of God, Na kama wewe ni kwa sababu ya upande wa mbingu, you wewe must walk the ways of God. lazima utembee njia za You Mungu. must receive the word of Na God. lazima upokee neno la You Mungu. must know the language of God. Lazima ujue lugha ya You Mungu. must know how to walk in this kingdom. Lazima ujue jinsi ya kutembea katika ufalme How huu. to behave in this Jinsi kingdom. ya kujielekeza katika ufalme huu. Hallelujah. Hallelujah. So that's what we are talking about. Hilo kile tunazungumza The kuhusu. Bible says here, Biblia inasema hapa, blessed are the merciful, heri wenye rehema, for they shall be shown mercy. maana wataonewa rehema. Let me talk about mercy a little bit. Acha nizungumze kuhusu rehema kidogo. What is mercy? Rehema ni nini? Mercy is tenderness of the heart. Rehema ni unyenyekevu wa moyo, upole wa moyo. Mercy is compassionate. Rehema ni upendo, ni fadhili. Hallelujah. Hallelujah. Mercy is compassionate. Rehema ni fadhili. Mercy is lenience. Rehema Is lenience. Hallelujah. haleluya. You know, you want to show a show of kindness Unataka kuonyesha upole ama uzuri towards people who don't even deserve. kwa watu ambao hawastahili, People who have not even said sorry to you and they have offended you. wale hata wajaomba msamaha baada ya kukukosea. Mercy Rehema is receiving such people ni kupokea watu kama hao even if they don't deserve. hata kama hawastahili. You know, when you show mercy, Unajua, ukionyesha rehema it's a sign of forgiveness, ni ishara ya a usalama, sign of kindness, ishara ya upole, some compassionate. upendeleo fulani. Hallelujah. Haleluya. And mercy is not earned. Na rehema haipokelewi. Mercy is not earned. Rehema haipokelewi. Oh, I don't know whether that is the language. And if it is earned, Na kama inapokelewa, then it is merited. basi ina Hallelujah. haleluya. I don't know how to help you in Swahili, so I don't know. Somebody should help you out. Mercy Rehema is not earned. haipati tu hivyo, Hallelujah. Hallelujah. You don't work for it. haufanyi kazi. I don't know whether that should be the language. Yes. Huh? Haitumiki. You deserve mercy not because of what? Not because you work for it, but because Hauhitaji rehema kwa sababu you umeifanyia are kazi, merited. lakini kwa sababu ulipatiwa. Amen. Amen. Hauzitafuti. Hallelujah. Hallelujah. I like us to read this in the book of Romans chapter number 9. Nataka tusome hii Maybe it katika will come out better. Warumi, labda itatoka wazi. Romans. I don't know whether it is Romans that says that it is not merit. It is not. Yes, mercy. Warumi Mercy.
Romans chapter number 9. Warumi mlango wa 9. Can we somebody quickly say about this mercy? He gives mercy to those. Oh, look like Matthew. No wonder I'm getting lost. He shows mercy to whom he chooses to. Let me get it. Romans, quickly, chapter number 9. Are you there? Say amen if you're there. Amen. Are you there? How come you have not found it? It says in verses number 14. Katika mstari wa 14 or rather 15. 15. 15, let's read in Swahili. Maana amwambia Musa, nitamrehemu yeye nimrehemu, nitamhurumia yeye nimhurumiaye. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, I will have mercy. Biblia inasema nitamrehemu On whom? yule I have mercy. nimrehemuye. And I will have compassion. Na nitakuwa na huruma On whom? kwa yule I have compassion. nimhurumiaye. God Mungu is the author ndiyo mwanzilishi of mercy. wa rehema. God Mungu is the origin ndiyo mwanzo of mercy. wa rehema. God Mungu is full amejawa of mercy. na rehema. God has nothing else Mungu hana chochote kingine but mercy. isipokuwa rehema. There is no room for wickedness Hakuna sehemu ya waovu in God. katika Mungu. God Mungu is full amejawa of mercy. na rehema. He is the beginning Yeye ni mwanzo of the mercy wa and rehema the end na mwisho of wa mercy. rehema. God Mungu shows mercy anaonyesha to rehema. those he wants to show mercy. Kwa yule anataka He kuonyesha, shows compassion anaonyesha to huruma. those he shows Kwa compassion. yule anataka kuhurumia. And that is why Na ndio maana he tells us anatuambia in the book of Luke chapter number 6 kitabu cha Luka mlango wa 6 verses number 35. mstari wa 35. The Bible says, Biblia inasema, let us show be merciful wacha tuwe wenye rehema as our Father is. jinsi baba yetu alivyo. Let us be merciful Tuwe na rehema as jinsi our Father. baba yetu. He is merciful. Yeye ni mwenye rehema. This is what he did to the children of Israel. Alifanyia wana wa Israeli hivi. And David wrote Na Daudi in anaandika the book of Psalms 136 katika kitabu cha Zaburi a 136. whole chapter. Akaandika He talked about the mercies of the Lord. akizungumzia rehema za Mungu. And he said, Na akasema, for his kwa mercies sababu rehema zake endure forever. ni mpya kila siku. Oh, give thanks Tumshukuru Mungu to the Lord kwa who has saved your life. aliyokomboa maisha For yako. his Kwa mercies sababu rehema zake endure forever. zinaishi milele. He made way Alifanya njia between the waters. katikati ya maji. Because his Kwa mercies sababu rehema zake endure. zinaishi milele. Hallelujah. Haleluya. The Lord is merciful. Bwana ni mwenye rehema. The Lord is merciful. Bwana ni mwenye And rehema. even if he gets angry, Na hata akikasirika, he does not dwell on his anger. akae katika ghadhabu yake. He is slow. He is slow Pole in anger, katika ghadhabu. but full of mercy. Lakini amejawa na rehema. Hallelujah. Haleluya. Now talking about this mercy. Tuzungumze kuhusu rehema hii. Why am I talking about this Kwa mercy? nini nazungumza kuhusu rehema hii? Because mercy, Kwa sababu you rehema will not just receive mercy. hautaipokea tu. You can not just receive mercy. Haupokei tu You rehema. must be like the Father. Lakini hebu wewe The kama baba, Father is merciful. baba ni mwenye rehema. Hallelujah. Haleluya. And this is what the Bible says. Na Biblia inasema, Blessed mbarikiwe are the merciful, ni wenye rehema, for they shall maana wao receive mercy. watarehemiwa. Hallelujah. Haleluya. They shall receive mercy. Watapokea rehema. Blessed are the merciful, Mbarikiwe ni wenye rehema, for they shall receive maana mercy. watapokea rehema. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of the Lord. Wanasikia. I want to talk about God. I have taken a bit of God. But God is merciful, full of mercy. Mungu amejawa na rehema, ni Mungu wa rehema. Hallelujah. Hallelujah. He is the Father of Ni mercy. baba wa rehema. He is the origin of mercy. Ndio mwanzo wa rehema. His attribute is mercy. Asili yake ni rehema. Hallelujah. Haleluya. His attribute is mercy. Asili yake ni rehema. Now let's look at a person who is merciful. Wacha tutazame mtu ambao amejawa rehema. Quickly, then I will bring Kwa forth the haraka, message. kwa haraka kisha ataleta A ujumbe. merciful person Mtu mwenye kujawa rehema is a gracious person. ni mtu mwenye neema. Hallelujah.
That means he is kind. inamaanisha ni mzuri, He shows divine grace. anaonyesha neema ya kutosha. Hallelujah. Mungu He is able to forgive ana uwezo wa kusamehe even those who cannot be forgiven. hata wale ambao hawastahili kusamehewa. The Bible somewhere in the book of Matthew Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo, talks about two people. zungumza kuhusu watu wawili. Let me tell you about that if you listen. Wacha nikueleze ukisikiza. Hello, are you listening? Halo, unasikiza? Amen. Are you listening? Amen, unasikiza? Hallelujah. Are you listening? Haleluya, unasikiza? I want to see by show of hand. Hallelujah. Are you listening? Mkono kama unasikiza. Hallelujah. Are you listening? Haleluya, unasikiza? There was a guy Kulikuwa na mtu who borrowed money. aliomba pesa. And when he borrowed Na money, alipoomba pesa, he was lended. alipoomba akapewa, He was lended. akapewa. He asked for a lot of money Aliitisha fedha nyingi sana and he was unable to pay. na hakuwa na uwezo wa kurejesha And then kwa kulipa. somebody else borrowed money from the same guy. Na mtu mwingine akakopa pesa kutoka kwa jamaa huyo huyo, Some little money. pesa kidogo. That guy who borrowed little money Na huyo ambaye alikopa pesa kidogo was unable to pay. hakuwa pia na uwezo wa kulipa. He was not able to pay. Yeye hakuwa na uwezo wa kulipa, But the guy that lended small money na yule aliyepewa pesa kidogo was pia not able to yeye pay. hakuwa na uwezo wa kulipa. And so, Na kwa hivyo this man who owed a lot, huyo ambao alikuwa na fedha nyingi, who had a big debt, ambao alikuwa na deni he kubwa, did not know what to do hakujua afanye nini, because he had to pay sababu alikuwa the alipe owner of the money. mwenye pesa, But the owner of the money lakini mwenye pesa showed mercy. akaonyesha rehema. Now that is why I want you to understand what mercy Ndio is. maana nataka uelewe rehema ni nini. Mercy Rehema is not about the good people. haihusu wale watu wazuri, It's not just for the good people. si kwa sababu tu ya wazuri, Mercy is for even people who don't deserve. ni kwa hata wale ambao hawastahili. Hallelujah. Hallelujah. People who don't even deserve. Wale hata hawastahili. So now this guy, Kwa hivyo huyu the one who had people who had lended this money a lot of money, huyu ambao alikuwa amekopa pesa nyingi, huyu jamaa mwingine he called him akamuita and told him, akamwambia, man, I have forgiven you your debt. mtu wangu, nimekusamehea deni yako. You know I've forgiven you. Unajua nimekusamehea, I know you owe me a lot. najua unahitaji fedha nyingi But I have forgiven lakini you. nimekusamehea. So the guy went out, Kwa hivyo huyu mtu akatoka feeling very nice akisikia vizuri that sana, he has been forgiven. amesamehewa. But the next thing that happened, Lakini jambo lililofuata, he came across akakutana the other guy who owed him some na small yule money. mwingine ambaye alikuwa anamdai The pesa guy kidogo. had lended some small money. Huyo mtu alikuwa amekopa pesa And kidogo. he got hold of his Na job. akashika koo yake. You know now, Akamwambia, you sasa have to pay me. lazima nilipe. You have to pay me. Lazima nilipe pesa yangu. You have to pay Lazima me. nilipe. You have to pay me. Lazima nilipe. You can imagine. Unaweza He kukimbia. has been forgiven. Amesamehewa. A very big debt. Deni kubwa kabisa. But he has come to the guy who lended some small Lakini money. amekutana na yule ambao alikuwa anamdai pesa kidogo. And he cannot forgive. Na hawezi samehe. He wants to kill this guy. Anataka kuwa You huyu. have to pay me. Lazima nilipe. You have to pay me. Lazima nilipe. So when the rich man Kwa hivyo yule tajiri who had lended him money aliyekuwa amemkopa pesa heard about this fight outside akasikiliza there, kuhusu vita hii hapa I'm nje. assuming he must have been around there. Nafikiri kama alikuwa karibu And hapo. heard Akasikia. that this guy is almost killing somebody Tukalikuwa wetu for a small debt. kwa sababu ya deni kidogo. Yet he has been forgiven a very big one. Hali amesamehewa ile kubwa zaidi. He sent for him Akamtana and he was preaching. na akawekwa ndani. Because I forgave you, Kwa sababu nilikusamea, you cannot forgive. na wewe nisamehe. Because you did not forgive, Kwa sababu hukusamehe, now you are not forgiven. hata wewe sasa hujasamehewa. Putting you in, Akamweka ndani and he was jailed. na akawekwa gerezani. Blessed, Barikiwa ni wenye rehema. blessed Barikiwa are the ni mercy. wenye rehema. Blessed Barikiwa are the mercy. ni wenye rehema. For they shall be shown mercy. Kwa sababu wataonyeshwa rehema. Hallelujah. Haleluya. I hope you are getting the point. Nafikiri unapata point. Are you getting the point? Unapata point. Hallelujah. Haleluya. Some areas you will not conquer. Sehemu zingine You will not conquer hautashinda if you have no mercy. kama hauna rehema. Show people mercy. Onyesha watu You rehema, receive mercy. utapokea rehema. Show people mercy. Onyesha watu You rehema, will always receive mercy. utapokea rehema nyakati Mercy will zote. always be at your door. Rehema itakuwa mlangoni mwako kila People wakati. will listen to you. Watakusikiza. People will favor you. Watu watakupa kibali. People will appreciate Watu you. watakuchukua. You will receive grace Utapokea rehema because of mercy. kwa sababu ya rehema. You show mercy, Unaonyesha rehema, you receive mercy. utapokea So rehema. mercy is merited. Kwa hivyo rehema inapokelewa. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of the Lord. Ni Bwana asifiwe.
hii. Mercy, you cannot pay money for it. Hauwezi lipia. Mercy is an act. Rehema ni kitendo. Is an act Kitendo of kindness. ya uzuri. There are people who are forgiven much. Ni wale ambao wamepokea kwa There usamehe. are people who are forgiven much. Kuna watu ambao wanasamehewa But zaidi, they cannot forgive a little. lakini hawawezi samehe hata kidogo. You sound like you're so perfect. Unajihisi ni kwamba wewe uko bora Yet zaidi, you are forgiven so much. ili hali umesamehewa mingi sana. Hallelujah. Hallelujah. You are forgiven so much. Ulisamehewa mingi Yet zaidi, you cannot forgive a little. ili hali hauwezi samehe hata kidogo. Listen. Sikiza, If you cannot show mercy, kama huwezi kuonyesha rehema, you never receive mercy. hauwezi kupokea rehema. Hallelujah. Hallelujah. Am I talking to somebody? Nazungumza na mtu. So mercy Kwa hivyo rehema is not to anger. si ajabu. It's not to anger. Ni pole katika hasira. Mercy Pole wa hasira. is not to anger. Rehema ni upole wa hasira. Hallelujah. Haleluya. If you have mercy, Ukiwa na you rehema, cannot keep anger forever. hauwezi weka hasira kwa muda The mrefu. best medicine Dawa nzuri is to release anger. ni kuachilia hasira. If you want to show mercy, Ukitaka kuonyesha you rehema, have to release anger lazima uachilie hasira. as soon as you can. Haraka What iwezekanavyo. does the Bible Biblia say inasema nini about anger? kuhusu hasira? I know people Najua watu who hold anger for years and years. ambao wanashikilia hasira miaka na You miaka. have been pregnant of anger. Umekuwa una ujauzito wa And hasira. every time you give birth, Wacha nikwambie, zaa. every time you give birth, Wakati unazaa, you give birth to bitterness. unazaa uchungu. You give birth to death. Unazaa kifo. Nothing can come out of anger. Hakuna kitu kizuri kinatokana na Nothing hasira. good can come out of Hakuna anger. kitu kizuri kinatokana na hasira. This is why Jesus Maana Yesu taught, alifunza. or rather, this is why Paul wrote Kama tunaona Paulo akaandika in the book of Ephesians. katika mtu wa He Efeso. said, even if you get annoyed, Akasema hata ukikasirika, even if you have anger, hata ukiwa na hasira. hallelujah. Haleluya. Even if you get angry, Hata ukikasirika, do not let the sun usiache jua to go down litue while you're angry. ikiwa bado una hasira. You know what that scripture was supposed to mean? Wajua hii inamaanisha nini? It's supposed to tell us Inastahili that the kutueleza longest you can have anger ya kwamba vile urefu unaweza kuwa na hasira is 12 hours. ni masaa 12. And did you hear me, church? Unasikiza kanisa? Hello? Hello. Hallelujah. Haleluya. Did you hear me? Ulinisikia? The longest you can have anger Ile umbali unaweza kuwa na muda unaweza kuwa na hasira is only 12 hours. ni masaa 12 tu. Hallelujah. Haleluya. Because the sun starts rising at 6 in the Kwa morning sababu jua inaangaa saa 12 asubuhi. and it goes down at 6 in the Na evening. inatua saa 12 So jioni. as long Kwa as hivyo mradi the sun has risen jua and it is imeangaa going to go down na inaenda kutua at 6 p.m., saa 12 jioni, you must have finished your anger. lazima uwe umemaliza hasira yako. Hey, hallelujah. Anger should be short-lived. Hasira inastahili kukaa kwa muda mchache. Merciful people Watu wenye rehema cannot keep anger hawawezi kuweka hasira forever. milele. You know, like now we have Mama Esther in the hospital, Kama sasa tuko na mama Esther kwenye hospitali and she will be well. She is well na yuko salama in Jesus' kwa name. jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. Because healing is there, Kwa sababu uponyaji uko pale, not because of the doctors, but because of the work of si kwa Calvary. ajili ya madaktari, lakini kwa ajili ya kazi ya msalaba. Amen. Amen. There are people who will be very angry Kuna watu ambao wanaweza kuwa na hasira mno with Mama Esther, na mama Esther, that even if you plan today, na kwamba tukipanga leo can you go to the hospital tunaweza enda hospitalini and see Mama Esther? muone mama Esther. You say your heart is not yet well. Anasema moyo wangu bado hauko I sawa. don't know when Mama Esther annoyed you, Sijui alikukasirisha lini, but of course it was not today, lakini haikuwa leo, because today she's in kwa hospital. sababu leo yuko hospitalini. So if 6 o'clock comes, Kwa hivyo saa 12 that hii means you have been holding anger for longer than the Lord expects. inamaanisha umekuwa ukishikilia hasira kumbali ya jinsi Mungu Can anatarajia. somebody hear me? Unamtanisikia? The Lord has an expectation Bwana ana matarajio. that even if you get annoyed, Kama ukikasirika 12 hours, masaa you 12 must be done. lazima ukuwe umemaliza. Hallelujah. Hallelujah. You must be done with Lazima it. ukuwe umemalizana na hiyo hasira. For the sake of healing of your Kwa family, sababu ya uponyaji wa jamii be yako. done with anger between 6 Malizana na hiyo hasira katikati ya
12. Hallelujah. Hallelujah. For the sake of the healing of your soul. Kwa sababu ya uponyaji wa nafsi yako. Even your salvation. Hata wokovu wako. Be done with anger between 12 hours. Alizana na hasira masaa 12. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana. There must be a limit. Lazima kuwe na kiwango. If our father, Kama baba yetu, baba yetu is low to anger, ni mwingi wa rehema. we must know how to handle anger also. Lazima pia sisi tujue jinsi ya So kushughulikia that we are hasira. able to be merciful as he is. Ili tuwe wenye rehema jinsi alivyo. Hallelujah. Hallelujah. Number 3. Jambo la tatu. A merciful person Mtu mwenye rehema is a considerate ni person. mtu mwenye A considerate person. mtu mwenye kuwajali wengine. Hallelujah. Hallelujah. A merciful person is a considerate Mwenye person. rehema ni mtu mwenye kujali wengine. That even if you have been inflicted by pain, Ya kwamba hata kama umepitia uchungu, you must not take the one who has inflicted you through the same pain. ya kwamba hata kama umepitia uchungu fulani, usimpitishe mwingine pia kwa ile uchungu ulipitia. Because you have inflicted me with pain, Kwa sababu umenipea uchungu, I will inflict you with na pain. mimi nitakudhibitishia na This uchungu. normally happens in Hili marriages. inafanyika katika ndoa. Although even in the world out here, Tuko hapa nje. we know how to pay tit for tat. Tunajua jinsi ya kulipisha kisasi. You fought me, Unanipiga, I will fight you. nakupiga pia. A merciful person Mtu mwenye rehema is considerate. anawajali. Even if you cause me pain, Hata ukinisababisha I uchungu, will not cause you pain. sitakusababisha uchungu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. Even if you cause me pain, Hata ukinisababisha I will uchungu, not cause you pain. sitafanya vivyo hivyo. Even if you call me a name, Hata ukiniita jina, I will call you back a name. sitakuita jina lingine. A merciful person is a considerate person. Mtu mwenye rehema ni mtu mwenye anajali. Don't inflict unnecessary pain Au usiwekeze uchungu ambayo haistahili to an offender. kwa yule There aliyekukosea. are men who walk out of the house Na watu ambao wanaondoka katika nyumba because this woman has told me I am a hopeless man. kwa sababu huyu mtu ameniita mimi sina maisha. I will never leave money behind. Sitawahi wacha pesa You nyuma. leave your wife and your children suffering. Unaacha watoto wako na mke wako wakiteseka. Because she must know that I am a Kwa man. sababu lazima wajue wewe ni mwanaume. Listen, man. Kiza mwanaume. Show mercy Onyesha that rehema you may receive mercy. ili uweze kupokea rehema. Listen, man. Kiza mwanaume. Mercy Rehema is an attribute of God. ni asili ya Mungu. And if you are a man of God, Na kama wewe ni mtu wa you Mungu, must be merciful. lazima uwe mwenye rehema. Don't inflict pain Mungu usiweke uchungu because you have been inflicted with pain. kwa sababu umepata uko na uchungu. Am I talking to someone? Nazungumza na mtu. Hallelujah. Haleluya. No tit for tat here. Hakuna kulipizana. Amen. 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 And you know what the dramas are in the house. Na drama zingine ziko kwa nyumba. So many dramas Drama mingi are seen everywhere. zinaonekana kila mahali. Even in the working places. Hata katika sehemu zetu za kazi. There are some people Kuna watu who, if you borrow something from them, ambao ukiomba kitu kutoka you have kwao, gone to the shop, you have taken something in a debt, umeenda kwa duka umekopa kitu and you are not paying. na hujalipa. The shopkeeper Mwenye duka decides to find a way anaamua kutafuta of jinsi also getting something from you ya kupata kitu pia kutoka kwako that will not pay back. ambao pia hauwezi lipo. Because you also want to make sure Kwa sababu pia unataka kuhakikisha pain hasn't been inflicted on you. uchungu pia wewe usikie. You also want to inflict pain. Unataka pia kufanya mwingine asikie uchungu. Show mercy. Tell your neighbor, show. Onyesha rehema. Pia jirani yako onyesha rehema. Show mercy. Onyesha rehema. Show mercy. Onyesha rehema. Hallelujah. Haleluya. Let me read the scripture for you somewhere Acha nikusomee neno mahali. so that you get to know what the Lord is talking to us Ili today. upate kuelewa kile Bwana Luke anasema. chapter number 6, Luka mlango wa 6. verses number. I want to read only 2 verses. Verses 35 and 36. Tutasoma mistari 2, 35 na 36. Luke chapter number 6. Luka mlango wa 6. Luke chapter numbers. Luka mlango wa 6. Let's read from 32 so that we get the picture. 32 to 36. Wacha tuanzie 32 ndio tuweze kuelewa vizuri. Maana mkiwapenda wale wawapendao ninyi,
mwaonyesha fadhili gani? Kwa wale wapendao, nanyi mkiwatendea wema wale wawatendeao mema, waonyesha fadhili gani? Hawa wenye dhambi hufanya hivyo hivyo, hata wenye dhambi hufanya hivyo hivyo. Na mkiwakopesha watu huku mkitumaini kupata kitu kwao, mwaonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi huwakopesha wenye dhambi ili warudishiwe vile vile. Bali wapendeni adui zenu, tendeni mema na kukopesha, msitumaini kupata malipo, na thawabu yenu itakuwa nyingi, nanyi mtakuwa wana wa aliye juu, kwa kuwa yeye ni mwema kwa wasiomshukuru na waovu. Basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Hallelujah. Hallelujah. I'm talking about mercy here. Nazungumza kuhusu rehema hapa. I want you to get the picture. Nataka upate picha. You just don't show mercy to those that you love. Hauonyeshi tu rehema kwa wale unapenda, To those that you appreciate. kwa wale ambao unawapokea. You know, somewhere in the book of Psalms, Mahali katika kitabu cha Zaburi, I don't know, chapter number 41, sijui ni mstari wa mlango wa it 40, talks about showing mercy inazungumza kuhusu kuonyesha rehema to the weak, kwa wale wadhaifu, to the needy. kwa wale wanao na mahitaji. Hallelujah. Hallelujah. And you know what it says? Inasema hivi, And when you will be in need, na wakati utakuwa na when hitaji, you will be in your bed of sickness, wakati utakuwa katika kitanda chako cha the ugonjwa, Lord will quicken your healing. Bwana ataharakisha kwa uponyaji wako. Hallelujah. Hallelujah. The Lord will come through. Bwana atakuja. The Lord will come through. Bwana atakuja. The reason why God will come Sababu through ya Bwana kukuja is because He showed mercy kwa sababu ulionyesha rehema. to a needy person, Mtu ambaye anahitaji, someone who was hungry, kwa mtu ambaye alikuwa na njaa, somebody who was weak. kwa mtu ambaye alikuwa dhaifu. Hallelujah. Hallelujah. Mercy will not be shown Rehema itaonyeshwa to your family members. kwa jamii yako, kwa jamii Mercy yako. will not be shown Rehema to itaonyeshwa those that you kwa love. wale ambao unapenda, It's not those you appreciate, si kwa wale ambao unawapokea, not those who have done well to si kwa wale you. ambao wamefanyia vyema. You know, that is what I see. Unajua ile kile In naona the body of Christ today, katika mwili wa Kristo leo, we know how to revenge. tunajua jinsi ya We kulipisha. say this one is a giver, Kama huyu anatoa, I will give. nitatoa. This one is not a giver, Huyu si I mtoaji, will not give. nitatoa. Listen, Sikiza. show mercy. Onyesha rehema. Mercy is not about people. Rehema si kuhusu watu. The Lord will show you mercy. Bwana atakuonyesha rehema. Hallelujah. 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 Today, if you have an understanding, Leo kama uko na kuelewa, you will give. fahamu, You will give. utatoa. Even to that person you don't know. Hata kwa yule mtu hujui, That person you don't appreciate. yule ambao haumpendi, That person you think is very wicked. yule mtu ambao unafikiria ni mbaya zaidi. When there will be need, Wakati tutakuwa na hitaji, you will show mercy. tutaonyesha rehema. You will show mercy. Tutaonyesha rehema. That is what we are talking about. Hilo vile It tunazungumza doesn't kuhusu. matter how good they are. Haijalishi ni wazuri The kiwango Bible gani. Biblia says, inasema our Father baba yetu shows kindness anaonyesha uzuri to the ungrateful kwa wale wasiomshukuru and to the wicked. na kwa wale waovu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana So asifiwe. you wonder why I walk down here Kwa hivyo unashangaa kwa nini ninateremka hapa chini to see people kuona watu who don't belong to this church ambao si wa kanisa hili and they have a need. na wanahitaji. So you wonder Kwa hivyo unashangaa why I visit even people kwa nini natembelea hata watu who talk against me. ambao wanazungumza kitu When kichana they have a need, na wakiwa wanahitaji I go there. naenda pale. So you Kwa wonder, hivyo unashangaa it is ni because kwa you sababu have to be different. kama nahitaji kuwa If tofauti, I have to be a son kama nahitaji kuwa mwana of my Father in Baba yangu heaven, mbinguni, I will show greatness. nitaonyesha ukuu, I will show kindness nitaonyesha uzuri to those who are kwa ungrateful, wale ambao hawastahili, to those who are wicked. kwa wale ambao ni waovu. Even if they say I am Illuminati Hata wakisema mimi ni Illuminati and they have a problem, na wako na shida, I will go there. nitaenda pale. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I will do Nitafanya the right thing, jambo sawa, not because of man, si kwa sababu ya mtu, but because my Father lakini kwa sababu baba yangu is a merciful ni God. mwenye rehema And He demands na anatarajia that I be merciful niwe mwenye rehema as He is merciful. jinsi alivyo na rehema. Wa rehema. Hallelujah. Amen. He is merciful Yeye ni mwingi wa to rehema the ungrateful, kwa wale ambao ni waovu, to the wicked.
to the wicked. kwa wale waovu. Hallelujah. Hallelujah. I want somebody to get a point. Nataka mtu apate point. You will not do good Hautafanya vyema because the world is receiving kwa you. sababu dunia inakupokea. You will do good Utafanya vyema because you're supposed to do kwa good. sababu unastahili kufanya Is vyema. somebody getting a point? Na mtu anapata point. Hallelujah. Hallelujah. Is somebody getting a Mtu point? anapata You jambo. will do good Utafanya vyema because you're supposed to do kwa sababu good. unastahili kufanya Even vyema. if they call you your name, Hata wakiita jina yako, they call me so many names. wameniita majina mengi sana. But I will not cease doing what I'm supposed to Lakini do. sitakoma kutenda yanayostahili Because it's yanayopasa. not about them. Kwa sababu haiwahusu I wao. tell you, it's not about Hata them. ndio si kuwahusu wao. My life is not their business. Maisha yangu si biashara yao. I am the business of my Father. Ni biashara ya baba yangu. Hallelujah. If somebody who has an understanding, Na mtu ambao that anafahamu. is my life. Kama maisha It's yangu the business of my ni Father. biashara ya baba yangu. Then I will do good. Basi nitafanya vyema. I'll show myself. Nitaonyesha rehema. I'll show myself. Nitaonyesha rehema. When they are mourning, Wakihuzunika, I will go there nitaenda pale. to mourn with them. Kukulia pamoja na wao. Hallelujah. Hallelujah. When they're in trouble, Wakiwa katika shida, I will avail myself nitajitokeza for them. kwa sababu yao. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. Even if they want to speak on me, Hata wakitaka kunitemea mate, they start on Jesus. walitemea Yesu What mate. makes me so special? Nini inanifanya kuwa wa They kipekee? could speak on Jesus. Kama walitemea Yesu Maybe mate, they can speak. hata mimi wanaweza And nitemea. I don't care. Na sijalishi. Hallelujah. Hallelujah. Am I talking to somebody? Nazungumza na mtu. I want to say, Nataka kusema be merciful. kuwa mwenye rehema. Blessed are the merciful, Barikiwa mwenye rehema, because they shall be shown mercy. maana wataonyesha rehema. Now, we have areas that we need mercy. Sasa tuko na sehemu ambayo tunahitaji rehema katika maisha yetu. We have areas that we need mercy. Tunahitaji rehema. Area number one, Sehemu ya kwanza, we need mercy for our salvation. tunahitaji rehema kwa sababu ya wokovu wetu. Hallelujah. Haleluya. Number two, Sehemu ya pili, we need mercy. tunahitaji rehema. Just in case you think you don't need mercy. Kama unafikiri tunahitaji rehema, You need mercy. tunahitaji rehema. Hallelujah. Hallelujah. In case you think you don't need mercy, Tunahitaji rehema. you think you need mercy. Tunahitaji rehema. In times of trouble, Katika shida, you need this mercy. tunahitaji rehema. You need mercy Tunahitaji rehema to move on. ya kusonga mbele. That is why Ndio maana the children of Israel wana wa Israeli had to keep saying, ilibidi waendelee kusema, your mercies endure forever. rehema zako zinadumu milele. Because your mercies will make the way. Maana rehema zako zinafanya njia. Mercies will open the Rehema doors. zinafungua malango. Mercies will speak grace. Rehema zinaongea neema. Mercies will speak favor. Rehema zinaongea kibali. Mercy will speak quick healing. Rehema zinaongea kuponya kwa haraka. Mercy will speak long life. Rehema zinaongea maisha marefu. Mercy, mercy, mercy. Rehema, rehema, Mercy rehema. will set me in the wilderness. Rehema zilikomboa katika jangwa. Mercy will sustain me. Rehema zanihifadhi. I need mercy. Na rehema. I need. Nahitaji rehema. Nahitaji rehema. Nahitaji rehema. Ask the neighbor, you need Uliza mercy. jirani, unahitaji rehema. If there be anything we need from God, Kama kuna kitu tunahitaji kutoka kwa we Mungu, need grace. tunahitaji neema. Tunahitaji rehema na neema. Hallelujah. Hallelujah. If there be a reason why we come to God, Kama kuna sababu ya sisi kuja kwa Mungu, because we need grace. kwa sababu tunahitaji neema, And mercy. tunahitaji rehema. Hallelujah. Hallelujah. Hebrews chapter number 4, Waebrania mlango wa 4 verses number 16. mstari wa 16. Hebrews chapter number 4, verses number 16. Waebrania mlango wa 4 It encourages us to come close, draw close, draw close, inachochea moyo kusongelea so that you have this mercy. ili tuwe na rehema hii. Draw close to God. Sogelee Mungu. And when you draw close to God, Unapomsongea Mungu, you receive mercy unapokea rehema. to help you in times of trouble. Kusaidia nyakati za shida. Hallelujah. Haleluya. You receive mercy Pokea rehema, to help you in times of trouble. kusaidia wakati wa shida. I want to say, I was talking about areas that we need mercy. Areas that we need mercy. Sehemu ambazo tunahitaji rehema. We need mercy for our salvation. Tunahitaji rehema kwa sababu ya wokovu We wetu. need mercy in times of need. Tunahitaji rehema kwa wakati wa hitaji. We need mercy Tunahitaji rehema to be chosen of God ili tuchaguliwe na Mungu for His kingdom service. kwa ufalme wake, kazi ya ufalme wake. Hallelujah. Haleluya. We need mercy. Tunahitaji rehema. We need mercy Tunahitaji rehema to have a good home. kuwa na boma nzuri. We need mercy Tunahitaji to rehema have a good wife. tuwe na mke mzuri. It is biblical. Imeandikwa. We need mercy. Tunahitaji rehema Without mercy,
Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Wanasifiwa. Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. Wanasifiwa. Show mercy Onyesha rehema. to receive mercy. Pokea rehema. Show mercy Onyesha rehema. to receive Pokea mercy. rehema. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Mercy is about forbearing with one another. Rehema ni kuhusu kuvumiliana moja kwa mwingine. Mercy is about forgiving one Rehema another. ni kuhusu kusamehea moja kwa mwingine. Forgiving somebody. Kusamehea mtu Even if he's not forgiven you. hata kama hasameheki. Am I talking to somebody? Nazungumza na mtu. Forgive somebody. Samehe mtu Even if they don't say sorry. hata anapokosa kuomba msamaha. Hallelujah. Hallelujah. Even if they don't come saying sorry. Hata asipokuja kusema Forgive. Forgive. samehe. Forgive. Samehe. Don't wait to be asked Usingoje to kuomba. forgive. Samehe. Forgive. Samehe. Even if nobody is talking to you. Hata wakati mtu anazungumza na wewe. And when they come, Akija tell them you forget that long time ago. wakati kusamehe kitambo. Because you forget. Kwa sababu ulisamehe. I told you you Na forget. ukweli ulisamehe. That is mercy. Hiyo ni rehema. Mercy is appreciating people Rehema ni kukubali kushukuru watu that are not receivable. ambao hawapokeleki. They are not your class. Si wale wa kiwango chako. Yes, they are not your class, Si wa kiwango chako. but you are able to bear with them. Lakini unaweza You kuvumiliana na are wao. able to show love. Unaweza kuonyesha upendo. You are able Una uwezo to stoop low for them. wa kuteremka chini kwa sababu You ya are able to get where they are uko na uwezo wa kuwafikia and bring them up. na kuwaleta juu. That's a show of mercy. Hiyo ni onyesho la rehema That will make a difference. ambayo itafanya tofauti. Hello. Hello. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The difference Tofauti that we are looking for, ambao tunatafuta and the world must know ambao dunia lazima that ijue. you are different. Na kama wewe ni tofauti, It is when you act different. ni wakati unafanya mambo You tofauti. are different. Lazima uwe tofauti. You love what others don't love. Unapenda kile wengine hawapendi. You appreciate what others don't Unapatia appreciate. watu wapokee. Let them talk. Watu wazungumze. Let them say you want to show Watu off. wanasema kama kujionyesha. But you know what you are Lakini doing. kuna kile unafanya. Because you know Kwa sababu unajua that is where hapo ndipo you get close to your mercies. rehema You zako. touch the heart of God. Unakuza roho. You touch the heart of God. Unakuza roho. For Him to give you mercy Ili akupe rehema. to sail through Ya kusonga mbele. your troubles. Kwa shida zako. To sail through Ya kukubaliana na your shida zako. challenges. Kukubaliana na changamoto zako. Hallelujah. Hallelujah. You receive mercy for healing. Unapokea rehema ya uponyaji. Hallelujah. Hallelujah. You don't have to dwell there. Hauhitaji kupunguza. You don't need to dwell in some sickness. Hauhitaji kudumu katika You magonjwa need to mengine. come out and move. Unahitaji kuondokea na You kusonga. need to move and move. Unasonga na kusonga. For better health. Kwa afya bora For zaidi. better grace. Neema bora I zaidi. see people say better health. Naona watu wakisema afya bora. They don't know better health. Hawajui afya bora. It's about mercy. Kuhusu rehema. Mercy. Aha. It's not about the supplements. Haihusu kile ambacho It's wanameza. not about what you're eating. Haihusu kile unakula. It's good to look at your health Ni vizuri sometimes. kujiangalia sana. But if you want better health, Lakini ukitaka afya bora, assured health. afya ambayo ina uhakikisho, Assured health. afya ambayo ina uhakikisho, Show mercy. onyesha rehema, Show mercy. onyesha rehema, Show mercy. onyesha rehema, Hallelujah. haleluya, Show mercy. onyesha rehema. The book of Colossians, Kitabu cha Wakolosai chapter number 3. mlango wa 3, We're not going to read because of time now. I want to finish. nataka kumaliza, huenda sitasoma. Chapter number 3 from verses number 12. Wakolosai mlango wa 3 Going down to 12 kwenda mpaka 15. It talks about that merciful Nazungumza Father. kuhusu yule mwenye rehema. It starts by saying, Naanza na kusema put on a heart of mercy. vaa moyo wa rehema, Put on a heart of mercy. vaa moyo wa rehema, Bear with one another. vumiliana moja kwa mwingine. You know when mercy must be shown, Unajua wakati rehema lazima ionyeshwe, is when somebody you have to bear with them. na wakati unahitaji kuvumiliana na watu. You know when mercy comes, Wakati rehema inahesabika is when you bear ni wakati unavumiliana with the na unbearable. wale ambao hawavumiliki. When mercy comes, Wakati rehema is inahesabika when you show ni mercy wakati unaonyesha to rehema the kwa unlovable. wale hawapendeki. When mercy Wakati comes, rehema inahesabika, you know when I'm talking about the one that comes, nazungumza kuhusu kuhesabika. that is the mercy that the Lord will show you mercy for. Ni rehema ambayo Bwana atakuonyesha rehema There kwayo. are the best mercies that don't sound like mercy. Kuna rehema zingine ambazo hazikai kama rehema. They just sound like that is your friend. Ni kama tu kama yule rafiki yako. That is why the Bible says in the book of Luke 6 where we are read.
ungrateful. Kwa wale ambao hawana shukrani. You know, when I read that, I feel, Naposoma hiyo nasikia, God, Mungu show mercy anaonyesha rehema to the ungrateful. kwa wale ambao hawashukuru. God, Mungu show mercy anaonyesha rehema to the wicked. kwa waovu. Hallelujah. Haleluya. So if my father Kwa hivyo kama baba can yangu show mercy anaonyesha on the wicked, rehema kwa waovu, and we are the na sons, sisi ni wana, we must bear the fruit lazima tuzae matunda of our father. ya baba yetu. Bear the fruit Tuzae matunda of our ya baba father. yetu. And what is the fruit of the Spirit? Na tunda la Roho moja wapo. When I say the fruit is one, Nikisema matunda na ni moja, that we got many segments. lakini zina sehemu nyingi. So one of the segments of the fruit Kwa of hivyo the sehemu fruit moja ya tunda la Roho is mercy. ni rehema. Hello. Ndio. Mercy. Rehema. Mercy that will speak. Rehema ambayo itazungumza. Mercy that will count. Rehema ambayo itahesabika. Mercy that will cause you to go through. Rehema itakusababisha You kupenya. don't know how you manage. Haujui ulipenya vipi, That you manage. lakini uliweza. Indeed, there were hurdles. Kwa kweli kulikuwa na vizuizi, But you went through. lakini ulipenya. Indeed, there was trouble. Kweli kulikuwa na shida, But you conquered. lakini ulishinda. And how did you Na conquer? ulishinda You vipi? don't know. Haujui. And that is why the Israelites say, Wana wa Israeli wakasema, if it were not for the mercy kama of the Lord, haingekuwa na rehema za Bwana, our enemies, wadui zetu wangetumeza. it was the mercies of the Lord. Ilikuwa rehema za It was Mungu, the mercies of the ilikuwa Lord rehema za that Mungu enabled them ambayo iliwawezesha to go through kupenya until they conquered. mpaka wakashinda. Until they Mpaka conquered. wakashinda. So if you have mercy, Ukiwa na you rehema, should receive mercy. utapokea rehema. Blessedness of mercies Baraka za rehema is showing mercy. ilikuonyesha rehema. Blessedness of mercy, Baraka za rehema, if you want to be in the position of being blessed, ukitaka kuwa katika sehemu ya kubarikiwa, position yourself jieni katika to sehemu obtain this ya mercy kupokea rehema hii. by doing the mercy Kwa kufanya rehema or acting mercy ama kuonyesha rehema to the right people. kwa watu wanaostahili. The right people Watu wanaostahili are those ones you hate. ni wale ambao unachukia. Hey, the right people Watu wanaostahili are those ones that you think they don't deserve your ni money. wale ambao unadhania hawastahili rehema hii. Somebody asked me, Mtu ananiuliza, why are you contributing here kwa nini unatoa hapa for their funeral? kwa matanga They yao? are the same ones who say you are Na ni Illuminati. wale waliosema wewe uko katika Illuminati. I say because I am showing mercy. Nikasema kwa sababu unaonyesha rehema. I'm showing mercy. Naonyesha rehema. Show mercy. Onyesha rehema, You will receive mercy. utapokea rehema. Hallelujah. Amen. Even if they are against you Hata kama and kukinyume you chako think they don't deserve your na money, unakuwa wahitaji na I told you the other time, wakati mwingine I am ikapotea. not scared Siogopi that my money somebody will go and bewitch. ya kwamba mtu anaenda karoge If I am blessed, I am blessed. barikiwa, umebarikiwa. Even if you try to bewitch me to Hata not work. ukijaribu kuroga haiwezi fanya kazi. Hallelujah. Okay. It's not about me. Hainihusu I mimi. have a father Niko na baba who preserves me, ambao who ananifanya, watches over me, ananitazama, who fights my battle, anapenda vita who vyangu, gives me victory. ananipa ushindi. That is my father. Huyu ni baba And yangu. that is the father Yule here, baba hapa, who the Bible Biblia says, inasema, be merciful kuwa mwenye rehema as your father is. jinsi baba yako alivyo mwingi wa rehema. The difference Tofauti will be known itajulikana when you can show mercy. wakati tunaonyesha rehema. Even to somebody you think does not. I say that again. Hata naambia tena, Because people in the church kwa sababu watu kanisani have been unable to show mercy, wamekuwa na uwezo wa kuonyesha rehema even to believers in the hata kwa house. waaminio katika nyumba. Leave alone the outside world. Wacha wale wa dunia. We need to start here. Tunahitaji kuanza hapa. We need to move out. Tunahitaji kusonga We nje. need the one to know Tunahitaji dunia ijue that we are merciful people. ni watu wenye We rehema. are merciful people. We don't need to announce we are merciful. Hatuhitaji kutangaza sisi na We need rehema. to show mercy. Tunahitaji kuonyesha We rehema. need to show Tunahitaji mercy. kuonyesha rehema. Don't say, Usiseme I will not be there. sitakuwa hapo. When they were drinking Watu walikuwa wanakunywa and killing each other, na wakiuana. I was not there. Kuwa pale. Listen, even if you find a drunkard Ukipata who mlevi has been injured ambao in ameumizwa their na drunkenness, katika ulevi wake, Show mercy. onyesha rehema. hallelujah. That is the mercy we are talking Ndio about. rehema tunazungumza kuhusu. Even when you are not there, Hata wakati huko pale, even if you find a hata prostitute ukipata kuna mkahaba who has been ashamed ambao ameaibishwa in her prostitution, katika ukahaba wake, cover her shame. funike kifunika Show aibu yake. mercy. Onyesha Show rehema. mercy. Onyesha rehema. Cover her shame. Funika aibu yake. She's not your relative. Hata kama si wa kweli. She's not you. You don't even know who she is. Sijui, But you can show lakini mercy. itakuonyesha rehema. Because if our Kwa father sababu baba
show mercy. Tunastahili kuonyesha rehema. We should show mercy. Tunastahili kuonyesha rehema. Put on a heart of mercy. Wewe vaa roho ya rehema. Bear with one another. Vumiliana moja kwa mwingine. Forgive each other. Sameheaneni. Colossians 3. Wakolosai Verses number 12. na mstari wa To 12. 15. Mpaka Put 13. on a heart of mercy. Vaa roho ya rehema. Bear with one another. Vumiliana moja kwa mwingine. Forgive each other. Sameheaneni. That is the show of mercy. Hiyo ni onyesho la rehema. When you put on a heart of mercy, Unapovaa roho ya you'll be rehema, able to do it. unakuwa na uwezo wa You kufanya. will do it. Utafanya. You will do it. Utafanya. Blessed Barikiwa are the merciful, ni wenye rehema, for they shall maana wao receive mercy. watapokea They rehema. shall receive mercy. Pokea rehema. Your soul will not be troubled Nafsi yako in haitafadhaika times of trouble. wakati wa shida. You will not be troubled Hautakuwa na shida in times of trouble wakati wa shida. because you receive mercy Ulipokea rehema and na grace neema to take you through ya such moments. kukuhifadhi. You will Kukuweka katika sail nyakati kama hizo. through. You will sail through. Utapenya. You will cope. Utashinda. You will cope Utashinda. because Kwa sababu you have drawn umesogea. to the seat of throne Umesogea kiti cha rehema. where you receive mercy, Cha rehema. where you receive grace Mahali ambapo unapokea to rehema help you kusaidia in times of trouble. katika nyakati za shida. Show mercy, Onyesha rehema, you will be healed. utapona. Show mercy, Onyesha rehema, you'll be strengthened. utakuwa na nguvu. Show mercy. Onyesha rehema, You will be preserved. utahifadhiwa. Show mercy, Onyesha rehema, you will be saved. utaokoka. Show mercy, Onyesha rehema, you will have the best of the homes. utakuwa na kiota na nyumba nzuri zaidi. Onyesha rehema, And then you will not be troubled na hutakuwa na shida, because God kwa sababu Mungu will show you mercy. hatakuonyesha rehema. Stand upon your feet. Toka kwa miguu yako To speak to the Lord, na umzungumzie na Bwana the language of the heavens. lugha ya mbinguni. Speak to the Lord. Sometimes I don't even Zungumza know na Bwana. how to lead you to this Wakati prayer mwingine hata sijui nikuongoze vipi because katika you know hili. your Kwa heart. sababu unajua moyo You wako. know your heart. Unajua If moyo you wako. can speak in tongues, you Kama can. unaweza zungumza kwa lugha ya Open your mbinguni. mouth and speak in tongues. Kwa hiyo nataka The uzungumze Lord kwa will lugha. interpret whatever you are saying. Bwana atasema kile unasema. Sometimes you don't even understand Wakati yourself, mwingine hata hujui unasema but the nini. Lord knows you Lakini better. Bwana anakuelewa The vyema. Spirit of God Roho wa Mungu will lead you to pray. anakuongoza kuomba. The Spirit will lead Roho you anakuongoza to speak to the Father. kuzungumza na A Baba language that will speak mercy. ambayo iko na rehema. A language that will cause mercy to come on you. Ambayo rehema That iko will cause mercy to be your attribute. ambayo itasababisha rehema iwe asili yako. Mercy should be your Rehema attribute. inastahili kuwa asili yako. Mercy should be part of Rehema you. inastahili kuwa sehemu yako. If our Father Kama Baba yetu is merciful, mwingi wa we rehema, must be full of mercy. jawe na rehema If pia. our Father Kama Baba is yetu the origin of mercy, mwenye mwanzilishi wa then we rehema, are sons of mercy. basi sisi ni wana wa We rehema. are sons of mercy. Wana wa rehema. Speak to the Lord. Zungumza na Bwana. Speak to the Lord. Zungumza na Bwana. Speak to the Lord. Zungumza na Bwana. Let the Lord minister to your heart. Zungumza na moyo wako. The Spirit of mercy. Roho wa rehema. The Spirit of mercy Roho wa rehema. that will cause you Ambayo to itakusababisha shine through your troubles mbele shida zako. without fear. Shida yuko hapa. Without fear. Bila woga. Without fear. You will say, Utapenya. mercy will be shown. Rehema You itaonyeshwa. will conquer. Utashinda. Because mercy will be shown. Rehema You itaonyeshwa. will overcome. Utashinda. Because mercy Sababu rehema will be shown to you. itakuonyeshwa Father, kwako. we thank you. Father, we bless your name. Father, we give you glory. We give you honor. I bless you, Jehovah. Bariki Jehova. And I worship you. Blessed be your holy name. Jina lako litukuzwe. Thank you, God. Asante Bwana. Speaking to our hearts. Zungumza na mioyo yetu. Speaking to our hearts Zungumza na mioyo yetu. is the best thing you can ever do. Ndio jambo bora kwa unaweza stahili. Thank you for speaking to us. Asante kwa kuzungumza na mioyo. Blessed be your holy name. Jina lako libarikiwe. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen.